Umesikia stori nyingi sana, ila hii ni stori ya stori. Kabla sijaendelea, fanya kitu muhimu sana. Bonyeza like kwenye video hii, kisha utuambie unasikiliza ukiwa wapi. Mimi nasimulia nikiwa jijini Dar es Salaam. Sasa, stori yetu inaanzia katika jangwa lililojaa ukame. Hakuna miti, hakuna uhai. Upepo pekee ndio unaovuma. Katikati ya jangwa hilo la kutisha, anaonekana kijana mmoja. Hakuna nyumba, hakuna mtu, yuko peke yake kabisa. Ghafla, akatokea mwewe mkubwa sana, akaanza kumkimbiza yule kijana. Kijana alikimbia kwa nguvu zote, moyo ukidunda, hofu ikimtawala. Bahati ikamwangukia kidogo, akaona pikipiki iliyotelekezwa hapo jangwani. Bila kufikiria mara mbili, akaipanda ili kujiokoa. Akaendesha kadri alivyoweza, lakini bahati haikuwa ya kwake. Punde si punde, mafuta yakaisha. Hakukuwa na namna nyingine. Akaacha pikipiki, akaanza kukimbia kwa miguu yake. Alikimbia sana, bila msaada, bila matumaini, mpaka alipofika kwenye nyumba moja iliyokuwa katikati ya lile jangwa. Bila kujua mmiliki wake ni nani, kijana akaingia ndani. Hatua hiyo ikamsaidia kidogo, kwa sababu mwewe akaacha kumkimbiza. Na kabla hatujaendelea, na kukumbusha tena, bonyeza alama ya upendo kuisapoti kazi yetu. Ndani ya ile nyumba haikuwa mwisho wa stori. Kulikuwa na giza nene sana. Huwezi kuona mbele, huwezi kuona nyuma. Kijana akaanza kutembea kwa tahadhari, hatua kwa hatua, mpaka akaona mtungi uliojaa dhahabu nyingi sana zikimetameta, ziking'aa. Bila kujua masharti ya nyumba ile, tamaa ikamwingia. Akaanza kutia zile dhahabu kwenye suruali yake. Ghafla, mbele yake akatokea jini aliyefunikwa na shuka jeupe kuanzia juu hadi chini. Kijana alishtuka, woga ukamjaa kupita kiasi. Sehemu ya kwanza inaishia hapa. Sehemu ijayo inakuja hivi punde. Tuachie maoni yako. Nini tuongeze au turekebishe kwenye sehemu ijayo? Na usisahau kutuambia unasikiliza ukiwa wapi. Asante sana. Mungu akubariki.